Karibu sana ndugu mpendwa na dada yangu kabisa. Ni mimi wenyu tena medical missionary Dr. Judy Nabwire, nikiwa katika studio za Amazing Voice of Victory kwenye TV na kwa radio 96.4, nikikuletea kipindi cha afya. Siku ya leo jameni, niko kwa wamama. Leo huu ugonjwa ni wamama. Wamama tegeni sikio. Na kama mzee pia utatega sikio, pengine uko na msichana wako ama uko na bibi wako ambayo ako na hii shida. Leo shida ambayo tunaenda kuiongea juu yake ni shida ya fibroids kwa kimombo, ama uvimbe. Uvimbe wapi? Ndani ya uterus ama nje ya uterus, but ni uvimbe. Kwa hivyo uvimbe haukui na dalili. Wengi kabisa wamejigundua wako na fibroids bila kukua na any sign or symptom ya kuwa fibroids ziko njiani zinaja. Kwa hivyo ndugu mpendwa, mara nyingi sana kwa wale ambao ni wasichana, inasemekana fibroid haiji kabla mtu ajabalehe. That is kuvunja ungo. That is in men we can say puberty. Inakuja wakati ule hakika kama msichana, mtoto msichana ameanza kuvunja ungo. Anavunja ungo kivipi? Kama hakika ameanza hedhi yake ya kila mwezi. Ndugu mpendwa, na kwa wale mama ambao pia hakika wengine nimekutana nao na wamesema hivi, nilipopata mtoto wangu wa kwanza ama wa pili, nimekaa sana tena bila kushika mimba. Hapo fibroids zimenishika. Sijui inakuwa kuaje. Lakini tena sio kwa wote. Sisemi hivi ndiposa ndio upate kuzaa kila mwaka. Hapana. You have to space. Unajua unapo space pia inakupatia nafasi ya kurenew nguvu. Pia inakupa nafasi ya kulea huyu mwingine. Pia inakupa nafasi ya kupanga, kukuwa na mipangilio ya familia yako, jinsi mambo inapoendelea ya maisha. Utasomesha namna gani? Wanapokuwa wagonjwa hospitali watakaa aje? Vyakula utawalisha namna gani? Najua wengi kabisa waliposikia ya kuwa yani jaza dunia, wewe peke yako bwana hautajaza dunia. Yani kujaza dunia, wewe kupata watoto kulingana jinsi hakika vile unavyofaa kuwa umewapangilia mipango. Wengi walizaa watoto wengi kabisa, hawawezi wakawalisha, hawawezi wakawapeleka shule, hawawezi wakapata nyumba, hawawezi wakawapa mavazi. Kwa hivyo wengi wanapokuja na kuniambia ya kuwa fibroids zimenishika kwa sababu nimekawia kupata mtoto, sasa ndio fibroids. Hiyo research research vizuri kabisa, ama sijasikia kwa researchers wengine wakisema ya kuwa hiyo ndio chanzo ama chimbuko ya kupata fibroids. Tunaona ya kuwa mtu anapokuwa na fibroids inaweza kumsababishia akuwe tasa. Inaweza kumsababishia asishike mimba. Sasa hawa ni wasichana ambao hakika hawajaolewa na alafu fibroids ziwashike. Na niko na uhakika wengi kabisa wamepata kuwa hawapati watoto bila, sasa vile niliwaambia ya kuwa fibroids hazikui na dalili, bila kujua ya kuwa kuna uvimbe ambao ulivimba ndani ya nyungu ya mtoto, that is uterus.
Na tunakuwa na fibroids mara mbili. Zinakuwa zile internal fibroids na pia tunakuwa na external. Internal fibroids ni nini? Ni tule tumors ambazo uvimbe unaanza kuvimba pale ndani mahali ambapo mtoto anafaa alalie. Alafu sasa zile external ule uvimbe unavimba nje ya uterus, lakini bado sasa ule uvimbe una press ile uterus inakuja pamoja, ambapo hakika kama ile ovary inatoka pale kwa ovum ikuje kwa zile fallopian tubes ili ipate sasa kuingia pale kwa uterus, inakuta ile uterus imefanya nini? Imejifinya pamoja, imepressuriziwa pamoja, imepressiwa pamoja. Kwa hivyo iwe externally ama internal fibroids inaweza ikakose infertility. Kwa hivyo ndugu mpendwa, dada yangu, hii pressure tumeambiwa ya kuwa pia inapo press inafanya bladder. Unajua ile uterus iko karibu na ile kijifuko cha kutoa mkojo, ina press ile bladder. Pia unakuta ya kuwa wakati huo mwanamke pia huwa anakuwa na shida ya kwenda haja ndogo, ambapo wengine utakuta wanaenda kila saa kadogo kadogo, na kumbe ni ile pressure ambayo imetokana na fibroids ambazo ziko kwa uterus zimepress the bladder. Kwa hivyo hiyo iwa inakuwa, yani zile growth zinapoendelea pale zinafanya shida ya bladder kukua namna hiyo. Na vile tumesema, tunaona ya kuwa fibroids zinakuwa baada ya puberty, na tena zina stop kukua baada ya menopause. Ninaposema hivi, hakika pengine mama wangu pale ambaye hawezi akajua menopause nimesema nini. Kuna kuwa na vile mwanamke sako yake inaendelea, puberty pale anapovunja ungo, that is anapoanza hedhi, hapo sasa fibroids zinakuwa. Na wakati ambapo mama sasa anawacha kuona hedhi, that is now menopause. Inasemekana ya kuwa fibroids hazitakuwa. Kwa nini hazikui? Hili ndio swali. Wakati ambapo hedhi inaanza, kuna homoni ambayo inaitwa estrogen. Estrogen inazidisha sana ukuaji wa uvimbe katika mfuko wa utumbo mahali ambapo mtoto analalia. Na baada ya hedhi estrogen iwa inapungua kabisa, haikui tena hiyo estrogen. Kwa hivyo hapo sasa ndio tunasema ndio menopause. Sasa baada ya menopause hakuna estrogen hormone, itafanya sasa mama asipate nini? Asipate huo uvimbe ambao ni hemorrhoids. Ndiposa ndio wagonjwa wengi sana ama wamama wenye wako na fibroids, wao wanaambiwa ya kuwa hospitalini ya kuwa baada ya menopause fibroids zako zitaisha ama they shall wither. Kwa hivyo kuna kiwango cha hemorrhoids wanapowapima unakuta zinakuwa in centimeters. Umeona? Kuna centimeters ambazo hakika zinapoendelea kukua unaona hata hakuna haja, don't disturb them. Na fibroids uvimbe wanasema ni mdogo sana, sijui kama umeona punje la wimbi
kale kawimbi kamoja, kale kadogo inakaa kama hivyo, lakini kwa mwili wa mwanadamu huo uvimbe ni mkubwa sana, huo uvimbe ni mkubwa. Kwa hivyo tunaambiwa ya kuwa na watafiti ya kuwa kama ule uvimbe sio mkubwa sana, even don't disturb them, ati unaenda kufanya nini? Unaenda kupasua. Uo kupasua kwa lugha ya kimombo kia daktari inaitwa myomectomy. Usifanyiwe myomectomy. Wengi ambao wamefanyiwa myomectomy uo uvimbe uwa tena unarudi. Ndiposa ndio wengi wa mama wameenda wamefanyiwa upasuaji wa fibroids, tena punde sio punde mama anasema ya kuwa tena fibroids imerudia tena ama imerudi. Na ndio tumeambiwa kabisa daktari atakupima, na atakapoona ya kuwa ni kidogo, ndio mara nyingi sana wenye fibroids wanaambiwa endelea kutumia hii dawa tuone kama itaisha, lakini hautaenda kwa fibroid kwa upasuaji. Umeona? Kwa hivyo sio kila fibroids tunamalizia iwa inahitaji kupasuliwa. Tunaona ya kuwa wachache sana ambao wanapasuliwa, na tutakuja kuona ya kuwa hizi sizes za fibroids ama uvimbe inatofautiana kutoka kwa mwanamke mwingine kwenda kwa mwingine. Wengine huwa wanajigundua ya kuwa wako na fibroids kama imeenda zaidi. Wengi wa mama wamenikujia ambayo ninakumbuka visa kama viwili hivi. Mama alipokuja kwangu, wacha niwaambie ndugu mpendwa, dada yangu, yani lile tumbo lilikuwa limekava kabisa, limekavu kana kwamba ni nyungu, unapogonga tena ngumu kabisa. Wachana na ile sasa tumbo ambayo sasa fibroids inapoanza, unapoguza kama upande huu unakuta ya kuwa hakika kuna vitu vigumu. Na sana sana tunaambia wamama, unapoamuka asubuhi ulale chalichali, uchukue mkono wako uanze kujiguza upande na upande mahali ambapo pako na uterus, uangalie kama kuna vigumu. Unajua mimi nimewaambia ya kuwa nyakati nyingi sana mambo ya fibroids iwa haikui na dalili. Kwa hivyo ni vizuri upate kuwa unajiguza. Jinsi nilipokuwa ninawaambia kuhusu pia mambo ya breast cancer, ni vizuri pia mama huwa unajiguza uone mambo ambayo inatembea. Na tutakuja kuangalia ya kuwa unapokuwa na fibroids hakika unafaa ufanye nini uavoid kukua na fibroids, ama ufanye nini upate kujitibu mambo ya fibroids. Kwa hivyo tumeona ni wasichana ambao ni wachanga na wamama ambao hakika wameanza mambo yao ya hedhi watapata fibroids. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya estrogen. Ile ni homoni ambayo hakika inakozi huo uvimbe. Sasa tunaenda kwa natural, yani tuone ni asili gani ambazo tunafaa hakika tujikinge nayo, asili gani ambayo hakika tunafaa tujitibu nayo ugonjwa wa fibroids. Inasemekana ya kuwa sana sana wale ambao wanakula madawa ya family planning ambao ni ya kumeza, oral pills. Sisemi ya kuwa watu wasitumie family planning, lakini sana sana oral pills
zimeundwa na estrogen nyingi ambayo hakika inasababisha mambo ya fibroids. Ninasema nini? Kwa hivyo ni vizuri kabisa, I'm very sure mtu anapoenda kufanya family planning ni vizuri upate kujipima. Madaktari wako pale waone ni nini kile family planning gani ile ambayo inakusuti. Wengine itawasuti na nini? Na injection. Wengine itawasuti na kuingiza kitu kuzuia. Alafu wengine ni oral. Sasa upate kujua ya kuwa katika mambo ya matibabu kuna mengine ambayo hakika mwili wa mwanadamu hauendanishi na hayo matibabu. Sasa unafaa ujue ni family planning gani ambaye hakika mwili wangu unafaa ukue. Lakini kumbuka, watafiti wamesema ya kuwa family planning ya oral pills imeundwa sana na much estrogen. Hiyo sasa homoni hiyo inazindua maneno ya mtu kukua na fibroids. Unaweza kujipima uone ni gani. Na nimekutana na wamama wengi sana ambao wanatumia oral pills, wamesema ya kuwa huwa wanasahau. Sasa hii kusahau pia imefanya wamepata watoto wakati ambao hawahitaji. Ndio ndiposa umeona wengi sana wameendea injection. Kwa hivyo nimekutana na wengi sana wanasema mambo ya oral pills watu wamekuwa sasa ni wachache. Pia tunaona ya kuwa hakika natural remedies, usiwe na shida. Kama wewe unajua ya kuwa uko na fibroids na menopause, inasemekana yani kuacha hedhi itafanya hizi fibroids ziende, pata tu kuhesabu miaka yako. Zamani tulipokuwa tunatafiti tuliambiwa ya kuwa yani menopause, miaka za menopause kwa mwanamke zilikuwa ni 45. Wewe hesabu miaka zako, saa hii ziko ngapi? Wewe unakaribia 45. Umeanza kukua na shida ya fibroids, jua ya kuwa fibroids zenyewe zitakuja tu kushiriki, kwa sababu ile hormone estrogen ambayo inaweka nguvu kabisa zile fibroids uvimbe upate kuvimba, itakuwa haiko. Lakini sasa tunapoenda kwa menopause, kuna jarida moja nilisoma. That one I was in high school. It was very very much sad. Ilikuwa namna gani? Eti msichana akamaliza primary, akamaliza secondary, akaenda college, that is university, akapata kazi nzuri sana. Unajua mambo maumbile ya Mwenyezi Mungu uwezi ukajua. Alipofika 28 years amenunua gari yake, amepata kazi mzuri. Hedhi yake ikapotea. Akawa anaenda hospitali anapima nini mbaya. Do you know what? News zenye alipewa, aliambiwa ya kuwa sasa dada, wewe bwana umefika menopause. Yani hawezi kabisa. Ambapo sasa watu kama wewe sio mcha Mungu, wewe ni mtu ambayo utaanza kusema nimerogwa, sijui nani ameniangalia. Yani Waafrika, ninasemanga Waafrika kutoka North Africa hapo to South Africa, kila watu wako na culture hii ya urogi imeenda kila mahali. Hata wazungu pia ni warogi. That's why they gave us the term witchcraft. Kama hawangekuwa warogi hawangejua hiyo witchcraft ni nini. Na kuambia huyu msichana alienda katika hospitali na wakamwambia umefikia menopause. Sasa wewe bwana, menopause kama huna estrogen na progesterone hormone kama hazifanyi kazi, si hapo mtu hatapata nini? Hatapata tena mtoto. Angalia mtu ambaye amesoma tayari, tunaambiwa ako na gari, tunaambiwa tayari amenunua, ako na job nzuri, alafu sasa menopause imekwama. Ndio hatapata fibroids, lakini bado alikosa. Menopause yake ilikuja mapema sana, atakosa fibroids, tena atakosa hata mtoto. Kwa sababu without that menstruation no one can conceive, you see. So hapo ndio ninakwambia ya kuwa maneno ya menopause
Sasa kwa wamama, wewe upate kuhesabu. Wengine tumesikia mpaka mwanamke wa miaka 60 ati amezaa mtoto. Na huku tuliambiwa ya kuwa menopause ni 45. Ninapoongea hivi, ninaongea na wamama ambao bado wako 48, bado wanaona hedhi zao. Ninaongea na wamama ambao wako 50, bado wanaona hedhi. 55 bado wako na hedhi. Lakini research majority, tunaposema research, we are talking about where the majority lies. Yani wengi wape, wengi ni the normal one, ambayo hakika research mpaka tena ijageuzwa, inasemekana by 45 wamama wanafaa wawe wamekwama hedhi. Kwa hivyo wewe mama ambao uko na fibroids na uko tuseme 40-42, ujipe moyo. You are almost, yani hiyo itaisha tu. You are 44. Only 1 year to 45. Your fibroids are going to wither. They are going to wither. I think I have explained you okay. Kwa hivyo ndugu mpendwa, ni vizuri sana tuone ya kuwa tuna practice hakika mambo ambaye inatakikana, ndiposa ndio tupate kuepuka na fibroids. Jambo lingine ambalo tunafaa tuone ya kuwa hakika tuepukane, don't indulge yourself in so much sex. Wamama, ninaposema hivyo kwa English inakuwa mzuri sana tena rahisi kuliko Kiswahili. Don't indulge yourself in so much sex. Yani kwa maneno ya ngono, wamama tusikuwe nayo sana. Tunapoenda kwa Mungu, kila kitu iwe inafanyika katika kiasi. Wacha tufanye hayo mambo yote kiasi. Maneno ya ngono isiwe ni kama chakula. Asubuhi, mchana, jioni, asubuhi, mchana, kila siku, wiki, mwezi. No. Everything should be temperate. Hapo tutaepukana na ngono. Hapo ninafikiria mumenielewa. Kwa hivyo tule chakula ambacho ni kizuri. Watu wale ambao wako na fibroids, hakika sukari ni adui mkubwa sana kwa mambo ya fibroids. Na niliongelea hapa maneno ya sukari. Hata nyinyi wasichana ambao hakika mnaendeleza hedhi, mnaweza kuniunga mkono unapokuwa during your menstruation cycle and you are taking a lot of sweet things, unaumwa sana. Yes. And you take a lot of starch ambayo itapinduka iwe sukari, unaumwa sana katika chini ya utumbo. Umeona? Kwa hivyo hii pia inaweza kukosi maneno ya fibroids kabisa. Tuachane na vyakula vya chaki food. Msichana wangu, mahali ambapo ulipo, wewe huwa unaumwa wakati wa hedhi, mbona unakula sukari nyingi sana? Tena unaweka katika ile kikombe ya chai yako sukari nyingi. Alafu unapenda kukula mkate. Wewe unapokuwa hata uko na fibroids ama during your menstruation time, you don't have to eat much of the starches ambayo tunaipata katika mikate, sijui sambusa, sijui nini, vitu vya starch. Una avoid during that time, ili ndio usipate kufanya nini, kupata hiyo fibroids. Ni nini tena kile ambacho kimekosi fibroids, wapendwa, ambapo hakika kitakuja kukosi infertility? Wamama, hii mapambo yenye tunajipamba. Sasa kama mimi Judy huyu, mimi ni mweusi vile mnaniona hivi leo, mimi ni mweusi kabisa. Hakika unakuta mtu anajipodoa, mwenye alikuwa mweusi sasa anakaa kama sijui Muhindi, sijui Mwarabu, sijui Mzungu. Ujue ya kuwa ile mercury ambayo imetengenezwa katika zile vipodozi vinaingia mpaka katika reproductive system, ambayo vinaenda straight to the uterus.
Watafiti wametafiti na kusema ya kuwa most of the fibroids, sisemi ya kuwa wewe uko na fibroids kwa sababu wewe umetumia vipodozi. This is one of it. Maneno ya makucha, maneno ya nini, hizi vipodozi vyenye viko na mercury vinaenda straight to the reproductive system organ ambayo ni uterus, ambayo hakika itakosi uvimbe. Kwa hivyo wasichana wangu, wamama wenzangu, wacha tukae jinsi Mungu wetu alituumba. You are very beautiful the way you are. Sio vizuri kumcorrect Mwenyezi Mungu. Uko kucorrect Mwenyezi Mungu ndio kumetuletea shida sana sisi wa mama, ambayo imeleta mafibroids, imeleta magonjwa mengi, mambo ya skin cancer, mambo ya cancer, mambo tofauti kabisa. Just stay the way you are. Na mimi ninakushangaa. Hata mimi ninajishangaa ninapofanya utafiti wangu na kuangalia. Mimi Judy ndio huyu niko hapa. Macho yameundwa katika uso wangu. Sijioni. Macho yako kwa uso na haya macho haioni uso. Mimi sasa sijui ninajionaje mpaka nione mimi sio beautiful. Mpaka sasa niseme ya kuwa ninatakikana nijipake hivi, niangalie hivi. Unajua Mungu alituumba kwa style nyingine, hata wewe niunge mkono. Eti macho yako kwa uso na haioni uso. Na hata unapochukua kioo ujiangalie hivi, unapotoa tayari umejisahau. Ni nani huyo ambayo huwa unataka kujitengenezea kuone? Kama wewe mwenyewe huwezi kujiona, unatengenezea nani? Jiangalie tu. Reason is there. Whom do you want to please? You want to please who? If it is God, God has seen the way you are, that is it, and that is very beautiful. Akatuumba kwa mfano wake. Hata kama dhambi ilitokezea, sura yetu, characters zetu zikageuka, lakini ile sura ya Mungu bado tuko nayo. Yani ule uumbaji wa Mungu bado tuko nao. Tuko na huo uumbaji. Mbona unataka kujigeuza? Ugeuze, usigeuze, ujione. Unajua watu ambao walikuwa wanataka kujigeuza sana ni wale wa kujiuza. Anataka kujiuza. Sasa wewe mama unataka kujiuza? Ujiuzi. Kwa hivyo ndugu mpendwa, ni vizuri tuwe tunapokuwa na fibroids tusikule vyakula vingi sana. Tuache maneno ya kukula fats mingi. Tuache maneno ya starches vile tumesema. Tuache kabisa mambo ya manyama. Hakika mimi nawalika. Na Mungu wetu anatuhimiza ya kuwa tuwe barua ya kusomwa mahali popote tunatembea. Let us surrender our hearts and our life to God. Tuachie maisha yetu na minds zetu kwa Mungu. Tukae jinsi yeye alivyotuumba. Kwa hivyo wale ambao wako na fibroids ninawakaribisha. Njooni kabisa. Tutawaweka kwa dose. Na hii dose tunapokuweka for 3 months, the 7th month kama fibroids hazitaisha, hata kwa hospitali hazitaisha. Karibuni, namba yangu ndiyo hapo. Ni mimi wenyu Dr. Medical Missionary Judith Nabwire. Tukutane tena Jumatano ijayo. Asanteni.